Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii, na huu ni mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali hizo ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Naitwa mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Augustine Magere, ni kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mara. Ndugu wananchi, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji lipo kwa mujibu wa sheria namba 14 ya mwaka 2007 sambamba na kanuni zake za ukaguzi. Na muundo wa jeshi, mkuu wa jeshi ambao kamishna jenerali anaitwa Afande John William Masunga, ambaye yeye ndio yuko makao makuu. Baada ya kuwepo sheria hii ukaanzishwa kamandi kwa maana level ya mikoa na wilaya. Kwa hiyo tupo sisi makamanda wa mikoa pamoja na maafisa wa zimamoto wilaya. Majukumu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji yako manne. Jukumu la kwanza ni kuokoa maisha ya watu na mali zao pamoja na kuzima moto pindi inapokuwa imetokea. Jukumu la pili ni kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya majanga ya moto katika ofisi za serikali, taasisi pamoja na maeneo ya wafanyabiashara. Jukumu la tatu ni kutoa elimu ya kinga na tahadhari ya moto, maana mafunzo kwa nyanja zote ambazo nimezitaja: maofisi ya serikali, taasisi na sehemu za wafanyabiashara, lakini na sehemu za watu wale wenye usafirishaji nchi kavu pamoja na majini. Na kazi ya nne ni kutoa ushauri wa kinga na tahadhari, lakini na kufanya uchunguzi wa majanga ya moto yanapokuwa imetokea. Ndugu wananchi, katika mkoa wetu wa Mara, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linahudumia wilaya 6 pamoja na halmashauri 9. Wilaya hizo ni Msoma mjini, ambayo ni wilaya ya Msoma yenyewe na halmashauri 2. Tunayo wilaya ya Butiama, tunayo wilaya ya Bunda, tuna wilaya ya Tarime, tuna Rorya na Serengeti. Lakini vituo ambavyo vipo vinavyofanya kazi kwa maana vinavyotoa huduma kwa wananchi viko vituo 6. Hapa Msoma tuna gari la kuzima moto, tuna uwanja wa ndege, kituo cha uwanja wa ndege katika wilaya yetu ya Msoma. Lakini wilaya ya Butiama tuna huduma ambayo inatolewa pia. Tuna wilaya ya Tarime kuna huduma ya zimamoto, kuna wilaya ya Serengeti, lakini kuna wilaya ya Bunda ambayo tumeifungua hivi karibuni, tumepeleka gari jipya na askari. Na sambamba na hilo, ndugu wananchi, nitumie nafasi hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha vifaa vya kuzimia moto au fire engine mitano. Kwa wetu wa Mara tumebahatika kupata magari 3 ya ujazo wa lita 5,000 ya kuzima moto, fire tender au fire engine. Lakini tumepata magari 3 mengine, moja la wagonjwa maana ambulance, lakini liko gari moja la maokozi na gari lingine la dharura, in case kumetokea moto basi gari litatangulia kwenda katika eneo la tukio. Lakini tunalo gari lingine dogo kwa ajili ya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kumpongeza sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kutuwezesha vifaa na kulikumbuka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Lakini kipekee nimshukuru Afande Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Afande John William Masunga, ambaye yeye amekuwa msimamizi mkuu wa kutuwezesha kuhakikisha kwamba vifaa hivi vinatufikia katika maeneo yetu. Lakini kipekee nichukue nafasi hii kumshukuru mkuu wetu wa mkoa wa Mara Kanali Alfred Evans Mtami. Yeye ndio mwenye mkoa wake na amehakikisha anasimamia wananchi wa mkoa wa Mara wanahudumiwa vizuri na wanapata magari haya ya zimamoto. Ndugu mwandishi, nishukuru pia chombo hiki Yegowasu TV ambayo iko hapa Msoma. Leo tumepata wasaa wa kuwajuza wakazi wa Mara na viunga vyake kuweza kujua majukumu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji yanakwenda vipi. Ikija katika kipindi cha takwimu za matukio ya moto kwa kipindi cha mwaka jana 2025 tuliweza kupokea mito ya matukio, jumla ya matukio 70. Katika matukio 70
matukio ya moto yalikuwa matukio 45 na matukio ya maokozi yalikuwa ni matukio 25. Miongoni mwa matukio hayo tuliweza kupata majeruhi. Jumla ya majeruhi walikuwa ni 25, me walikuwa 11 na ke walikuwa 14. Lakini kulitokea vifo, kulikuwa na vifo 15 ambavyo me ilikuwa ni 14 na ke mmoja. Haya yote katika matukio haya ni nyanja mbalimbali. Ziko sehemu za ajali barabarani, ajali za migodini, ajali za majini, watu kuwa kwenye jengo, kwenye nyumba, kujikuta nyumba imeungua akapata madhira hayo. Kwa hiyo yako yamejumuisha katika sehemu mbalimbali, lakini matukio ya moto pia ni nyanja mbalimbali ambako kuna nyumba pamoja na maeneo mengine mbadala. Lakini sambamba na hilo, majukumu haya ambayo kwamba Jeshi la Zimamoto mkoa wa Mara linaendelea kujikita katika kufanya shughuli zote za ukaguzi wa ofisi za serikali na taasisi na maeneo yote ya biashara. Ni kwa nini tunakagua? Eneo hili la ukaguzi lenyewe limejikita 75% na 100, kati ya 100, 25 ndizo zinazobaki katika sehemu ya kwenda kuzima moto na kuokoa. Kwa hiyo kipaumbele tumekiweka kwamba tukitoa elimu kwa jamii na tukawafundisha na tukawaelimisha na wakaweka vifaa vya kinga na tahadhari ya moto, kwa maana fire extinguisher, tunategemea mtu wa kwanza kabisa moto unapotokea, mtu yule aanze kujihudumia kwa kutumia vifaa hivyo vya kuzima moto, fire extinguisher, lakini pamoja na ndoo za mchanga maeneo husika. Kwa hiyo tunawashauri wananchi wetu wa mkoa wa Mara, ziwe sehemu za maofisi, sehemu za makazi, hata nyumba yako tu unatakiwa ufanyeje, uweke fire extinguisher na jamii tuwafundishe. Lakini pia utoaji wa elimu unakwenda kwa makundi mbalimbali. Yako yale makundi ya pamoja ya jumla kwa maana maofisi, lakini kuna watu mbalimbali, kuna maeneo ya masoko, kuna mkusanyiko wa watu wengi stendi, kuna sehemu ya vilabu, kuna makanisa, kuna misikiti, lakini na sehemu mbalimbali. Lakini kuna wananchi wenyewe ambao tunawafuata sasa katika maeneo yao ya makazi, kuwaelimisha namna ya kuchukua tahadhari hasa wanapokuwa katika majukumu yao. Lakini ndugu wananchi, nataka kuwakumbusha wananchi wa kutoharibu miundombinu ya zimamoto. Iko sana, nitumie nafasi hii, gari la zimamoto linapokwenda kuzima moto, kwa mfano magari hapa Msoma, kuna gari moja ni lita 7,000 na lita 5,000, lakini kwa dakika moja utatumia lita 1,000. Kwa hiyo inatokea dhana wananchi au watu wa habari saa nyingine kwamba gari la zimamoto limekuja halina maji. La hasha, gari la zimamoto linakuja na maji. Sasa maji hayo yanatumika, na kinachofanyika, moto unapokuwa umetolewa taarifa, moto una hatua 3. Hatua ya kwanza ni ile ambayo kama hapa nilipo studio, tukio limetokea au niko ofisini au nyumbani, nitaona moto, nitatumia dakika 5, ndani ya dakika 5 nitakuwa nimeudhibiti moto. Hatua ya pili ni moto ule ambao unakuta tayari umeshaendelea ambako mtu kuwepo, ukakuta moto umewaka, unakuwa katika hatua ya pili. Hatua ya 3 ni moto hatua ya mwisho ambao unakuta kila kitu kimeshateketea. Kwa hiyo mara nyingi sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunapigiwa simu hatua ya pili au hatua ya mwisho. Mtu anaanza kupambana na tukio la moto pasipo kutumia namba ya 114 kupigia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kwa hiyo uanze kupigia marafiki au ndugu, unaweza kujikuta mpaka taarifa ifike Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ni mtu wa 6. Kwa hiyo kuna kuwepo na delay. Kwa hiyo tunawashauri mwananchi, unapopiga simu 114, na ikumbukwe tu huduma ya kuzima moto ni bure, ni huduma ya serikali. Hakuna malipo yoyote. Watu wanaanza kujishauri nikipiga zimamoto wataomba hela. La hasha. Hii ni huduma ya serikali, ni bure. Lakini unapopiga simu zingatia vitu muhimu. Taja jina lako. Naitwa fulani bini fulani. Niko eneo la Bweri au Bwale au Nyabange. Eneo kunako aina tukio linalowaka ni nyumba au ni gari au ni kitu gani? Je, hilo tukio liko karibu na eneo gani? Tunataja kiashiria, labda soko fulani, ofisi fulani au shule fulani. Hatua gani zimechukuliwa? Kwa hiyo hiyo ndio anwani kamili ambayo unapaswa utoe. Kwa hiyo mtu anapiga simu atoe anwani sahihi, kwa hiyo kunaleta tabu. Sasa gari hilo limefika, gari la zimamoto limefika katika eneo la tukio, litakuta moto huko katika hatua ya pili au hatua ya mwisho, litapambana na moto, maji yatakwisha, ataenda kuchukua kwenye hizi fire hydrant. Visima hivi ambavyo viko barabarani vimeweka madhubuti kabisa kusaidia Jeshi la Zimamoto kuchota maji. Sasa katika eneo hili ipo dhana na wananchi, baadhi ya wananchi wanahujumu miundombinu hii ya kizimamoto ambayo kuna hizi fire hydrant, kwa sababu pale kuna mifuniko ile ya chuma. Kwa hiyo uondoa na kupeleka katika uuzaji wa vyuma chakavu. Sasa hili mtu yeyote atakayebainika, basi utakuwa unahujumu miundombinu ya serikali, kwanza unaleta. Kwa hiyo na ukibainika,
sheria itachukua mkondo. Kwa hiyo niwatake wananchi wetu wa mkoa wa Mara basi wailinde miundombinu hii ya kizimamoto. Eneo lingine, ndugu wananchi, ni kutumia matumizi yasiyo sahihi namba ya 111. Ipo dhana watu wanapiga simu pale fire station, watoto au watu wazima wanachezea namba hii 114. Kumbe ikumbukwe tu kwamba namba hii inapokea taarifa ya wito wa moto au maokozi. Haitakiwi ipokee taarifa ambayo itakuwa watu wanatoa taarifa za udanganyifu na saa nyingine kutumia lugha zingine ambazo si rafiki katika jamii. Lakini ikumbukwe tu kwamba 114 ni namba ya dharura ambayo wakazi wote wa mkoa wetu wa Mara na viunga vyake wanapaswa waitumie. Lakini eneo lingine ni miundombinu ya kuziba vichochoro. Mji wetu umejengwa, lakini kuna maeneo ambako tunakaa, ukienda ndani mtaa kwa mtaa, kuifikia mtaa mwingine mitaa miwili yote imezibwa. Kwa hiyo niwatake wananchi wetu, sehemu za mkusanyiko, tunaanzia kwenye masoko, haya masoko yetu, soko kubwa la Msoma hapa, Nyasho, soko la Mitumba na masoko mengine, na sehemu yenye mkusanyiko wa watu, lakini na sehemu ya makazi, tusizibe vichochoro. Umejenga fence, umeunganisha mtaa wa pili, gari la zimamoto likija au gari lingine litashindwa kukufikia, kwa hiyo watachelewa kufika kutokana na miundombinu kutokuwa rafiki. Lakini eneo lingine ni madereva kutozingatia kupishana na gari la zimamoto. Yaani gari la zimamoto linakwenda kwenye tukio limepiga king'ola au ambulance, dereva, wapo baadhi maafisa usafirishaji maarufu kama boda boda, anaendesha afanya dereva uendeshaji wa mchomoko, hata mtu mwingine na gari anaendesha anasikiliza simu apishi. Ikumbukwe tu kwamba gari la zimamoto ukisikia king'ola, pisha pembeni kusudi gari hilo liwahi likahudumia wananchi. Kwa hiyo niwatake wananchi wa mkoa wetu wa Mara kuzingatia. Lakini lingine kubwa zaidi ni ushirikiano. Wananchi watambue kwamba huduma ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ni huduma ya kwao ambayo sisi tupo pale katika kuwahudumia. Kwa hiyo tutakwenda mtaa kwa mtaa kuhakikisha tunawafikia hawa, lakini kupitia vyombo vya habari na kwenda katika sehemu za fukwe, sehemu za usafirishaji, au wenzetu ambao wanabeba abiria kule upande wa maji, basi wahakikishe abiria kwenye vyombo vya abiria wavae maboya kujiokolea, maana lugha nyingine life jacket. Lakini kuzingatia pia utabiri wa hali ya hewa. TMA wanatoa utabiri, kwa hiyo wakati mwingine hata wavuvi wanakwenda kuvua kule, inatokea dhoruba, kwa hiyo inaleta madhara. Lakini eneo lingine pia ambalo tutakutana nao ni kwenye uchimbaji wa madini huku kwenye wachimbaji wadogo wadogo. Tunawashauri basi kuzingatia kufuata zile taratibu za uchimbaji ulio salama. Saa nyingine mvua imenyesha, maji yanakuwa ni mengi, watu wanaingia mle, ule udongo unaporomoka, kwa hiyo wanapata madhara haya. Nakushukuru sana mwandishi. Swala la elimu ni swala endelevu. Kwa hiyo tunashirikisha wale wananchi wanaokuwepo katika eneo husika, lakini na askari wangu, kwa maana sisi kama jeshi tunaendelea kujipanga. Iko njia moja, tunatumia peperushi, tunatumia kama leo nimekuja Yegowasu TV moja kwa moja kwamba watu watapata elimu hiyo, lakini ni elimu ambayo ni endelevu. Tumeigawa kwa makundi mbalimbali kama hayo: shule, sehemu za migodi, wananchi, pamoja na sehemu za mkusanyiko watu wengi, na maeneo ya biashara, lakini na maeneo ya serikali. Kwa hiyo ukaguzi na elimu ni vitu ambavyo vinaendana, lakini ni vitu ambavyo ni endelevu. Mipango tulionayo, kwanza tunataka sehemu zenye mkusanyiko wengi. Kwa mfano nichukue kama soko la mjini au soko la Nyasho, tunatengeneza volunteer, fire volunteer, wale wanakuwa ni mabalozi wa zimamoto. Hata kwenye kata tu, hata kwenye miji yetu, tukienda kata fulani au mtaa fulani, eneo hilo ambalo kuna wananchi, tunatengeneza fire volunteer kwamba ninyi sasa mtakuwa ni mabalozi. Tunaenda kuwafundisha, ikitokea tukio la moto, fanya 1, 2, 3. Kwa hiyo mikakati iliyopo ni kuendelea kujengea uwezo wale wananchi, kwa sababu sisi Jeshi la Zimamoto tuko wachache, na hata kama tungekuwa wengi, watu ndio mtaji. Kwa hiyo tunasapotiwa na wananchi ambao kwamba tunaenda kuwajengea uwezo kwa mabalozi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kama mavolunteer. Kwa hiyo tukishawajengea uwezo, ni rahisi hata kama tukio limetokea, watachukua hatua za awali na sisi tutakwenda kujumuika nao katika kutatua tatizo hili. Kwa mwananchi ajue kwamba Jeshi la Zimamoto linashirikia majanga mbalimbali, lakini kwa mtu ambaye tayari ametupiwa na tatizo la moto, basi hakikishe kabla ya yote azime main switch yake pale, afunge milango, asije akafungua milango ikawaka moto umetokea, na apige 114 wakati muda huo akiendelea kufanya huduma ya uzimaji wa moto kwa kutumia mchanga. Akishazima umeme, anaweza kutumia maji katika eneo ambalo limeweza kushika moto lakini mchanga, lakini kuomba msaada pia kutoka kwa majirani. Iko changamoto kubwa, nianzie kwenye gesi. Ndugu wananchi, niwaombe sasa kwamba gesi unapomaliza kupika katika mahitaji yako, zima jiko, zima na valve kwenye mtungi. Wako wengi wanasahau, wanawachia mabinti au yeye mama mwenyewe anasahau. Kwa hiyo tunawashauri sana kwenye gesi azime kwenye jiko lenyewe valve pamoja na valve ya mtungi. Na hata kama
imetokea leakage ya mtungi, basi achukue kitu zulia au blanketi au shuka nzito, aweke kwenye maji, alafu afunike kwenye ule mtungi, alafu baadaye atazima, asiache tu hivyo hivyo. Lakini hatua ya pili, tunawashauri wasiweke majiko ya mkaa ndani ya nyumba, hasa wanapokuwa katika wanaandaa mchakato wa kupika maharage au kuchemsha maji, kwa sababu unapoweka ndani ya nyumba atafunga madirisha na mlango, oxygen inakosa, anapata carbon dioxide. Kwa hiyo inapelekea tayari watu kukosa kusustain na waweza kusuffocate na kusababisha kupata tokea madhara mengine hata vifo. Lakini eneo lingine ni vifaa vya umeme, matumizi yasiyo sahihi. Unakuta kuna extension moja imebeba pasi, vitu vingi ambavyo kwamba haviendani na hiyo. Kwa hiyo tunawashauri kila kitu kiendane na uzito na usawa wa kitu kinachohitajika kuliko kuweka vitu vingi. Lakini yako maeneo mengine, mshumaa, umeme umekatika, wengi wanatumia mshumaa. Anamwambia mtoto lete mshumaa, anauweka au chumbani au sebuleni au sehemu za corridor. Tunawashauri izingatiwe tu kwamba ukitumia mshumaa, tafuta kikombe cha udongo, weka mchanga, au kikombe cha bati, weka mchanga, alafu kita mshumaa wako, lakini uweke sehemu salama. Kabla ya kulala uhakikishe umeuzima huo. Lakini eneo lingine ni uhifadhi wa mafuta ya petroli. Kumekuwa na uuzaji wa mafuta holela, hasa kwa wenzetu katika makundi ya bodaboda. Unakuta nyumba kwa nyumba kuna madumu. Sasa hiyo inashaurika, hairuhusiwi kitaalamu. Uuzaji wa mafuta, wako wanaosimamia eneo hilo ambao ni EWURA na ambao ndio wanatoa vibali. Kwa hiyo hairuhusiwi mtu yeyote kuweka mafuta ya petroli kuhifadhi nyumbani. Hiyo ni hatari, inatengenezea hatari kubwa na inaweza kutokea maafa. Na imekwisha tokea baadhi ya sehemu kwa sababu ya hayo mafuta. Mtu anakuja usiku, anapimiwa mafuta, anamulika pale, inatokea mlipuko, kwa hiyo inaleta madhara makubwa. Kwa hiyo ni wape rai tu wananchi wachukue tahadhari. Inashauriwa kwa gari la abiria, umekwenda na abiria kwenye kituo cha mafuta, abiria wateremke, gari ichukue mafuta. Na ukiweka mafuta gari izimwe, isiwe gari inaunguruma, yani iko on hapa. Gari itakuwa iwe off, abiria wateremke. Lakini la pili ni eneo ambalo kwamba unakuta kwenye eneo la kituo cha mafuta mtu anaongea na simu. Pale kuna mionzi, kuna uvutano wa current. Kwa hiyo hairuhusiwi unaongea na simu na akiwa unahudumia na mafuta. Lakini ya tatu ni mtu anakwenda pale kwenye bodaboda, anapiga start. Saa nyingine unakuta kunatokea cheche katika gari lake. Kwa hiyo anaweza hata bodaboda. Kwa hiyo hairuhusiwi. Lakini angalizo pia turuhusu kwenye vituo vya mafuta kuwapimia watu kwenye hizi chupa za maji. Mafuta yanapaswa yabebwe kwenye vyombo vilivyoruhusiwa na mamlaka husika. Kwa mfano kwenye dumu la lita 20, labda dumu la lita 5 ambazo zinaeleweka, dumu la lita 100. Kwenye chupa hizi haziruhusiwa. Mtu anakuta kwenye kituo cha mafuta ameweka chupa za maji, amejaza mafuta, ameweka kwenye gunia, bodaboda amepakia, alafu ameenda nayo, inatokeza kutokea mlipuko. Lakini pia ikumbukwe tu kwamba mafuta ya petroli, mafuta yoyote hairuhusiwi kuchanganywa na abiria. Umebeba abiria alafu umeweka na madumu ya mafuta, hiyo hairuhusiwi. Kwa hiyo tunawashauri wenzetu kwenye kituo cha mafuta, hata uvutaji wa sigara hairuhusiwi. Anayesimamia pale awe meneja au operator, basi ni muhimu kumkumbusha mteja wake kwamba hiki hakitakiwi, kwa sababu ukifanya uzembe tu inaweza kutokea madhara makubwa sana. Ndio tunafanya ukaguzi, upo ukaguzi wa moja kwa moja na ukaguzi wa kushtukiza. Kwa hiyo tunawashauri wenzetu wa magari ya abiria, tukimpata basi tunamwonya kwanza, hatua ya kwanza, ili sasa achukue tahadhari. Lakini tunamtaka gari lake la abiria hakikisha ameweka fire extinguisher. Kwa magari ya abiria, ili gari linalobeba basi watu 65 unaweka fire extinguisher dry powder kilo 9. Na magari mengine haya Costa unaweka fire extinguisher ya kilo 6. Na hizi ice ambazo nabeba hizi ndogo ndogo unaweka fire extinguisher ya kilo 4 mpaka kilo 2. Kwa hiyo tunawashauri wazingatie sana swala hilo la usalama wa moto katika sehemu zao. Lakini tunawashauri waweke na first aid kit. Yako magari mengine wanatumia, anaweka dumu la mafuta alafu ana connect pipe ndio anakuja kuwasha gari. Hiyo hairuhusiwi. Kwa hiyo mara nyingi tunafanya ukaguzi wa kushtukiza au na ukaguzi wa moja kwa moja tukishirikiana na wenzetu LATRA na jeshi la polisi ili kuwasaidia wawe na usafiri salama. Moja ni kuwa na nidhamu ya matumizi ya vifaa alivyonayo kwanza nyumbani. Hiyo ni hatua moja nzuri kwa sababu kuna umeme, kuna gesi na matumizi mengine mbadala. Kwa hiyo ni muhimu awe na nidhamu. Nidhamu naisemaje? Unapoanzisha jambo fulani au kama unapika, basi hakikisha hiyo kazi imekwisha. Wengine unakuta anatumia pasi, anasahau na iacha pale. Lakini cha pili ni kuwa na namba ya dharura ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Cha tatu ni kuhakikisha angalau apate hata baadhi ya mtungi mmoja wa kuzima moto au ndoo ya mchanga
au nayo pale nyumbani, in case kumetokea tatizo, ni rahisi kuzima main switch na kuanza kupambana na vile na kujulisha katika Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kutumia namba 114. Hii ni Egowasu TV, sauti ya jamii. Asante kwa kuendelea kuichagua na kuzidi kujipatia habari motomoto kutokea hapa, Izuini za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Egowasu TV, lakini hakikisha tu unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari motomoto kutokea hapa Egowasu TV, sauti ya jamii. Chumba cha habari ni Dakawa John.